Introduce kitu kinaitwa soccer schools, kitu ambacho kinawapa fursa Young Africans kurecruit wachezaji wenye umri mdogo au vijana wadogo kuanzia miaka 13, 14 na 15 ambao watakuwa registered kwenye database ya Young Africans na watakuwa wakiwahudumia kama wanafunzi wao, kwa maana huduma ile ya kimpira kwenye yale mafunzo ya kimpira. So idea ya soccer schools ya Young Africans imejikita zaidi kwa vijana wadogo kuanzia miaka 13 mpaka miaka 15. Hiyo ndio dhana halisi ya ile. Cha kwanza kabisa I think ni sehemu ambayo wameamua kuitumia kama sehemu ya kujiingizia kipato, kwa sababu kuna fee ambayo itakuwa inatolewa pale kwa maana ya kuendesha zile shughuli za mafunzo yale ya kimichezo, na hawajabainisha moja kwa moja au sijapata moja kwa moja wamebainisha itakuwa ni training itaenda kwa muda gani, but kutoka kwenye kile nilichokisikia kikizungumza mkurugenzi wa mashindano Bwana Ibrahim ni kwamba kutakuwa kuna fee ya kila mwezi, ambapo kwa mwezi wa kwanza zitakuwa shilingi 600,000 za Kitanzania, ambapo shilingi 50,000 itakuwa ni kwa ajili ya form na shilingi 150,000 itakuwa ni kwa ajili ya ununuzi wa vifaa, lakini 400,000 kama fee ya mafunzo, ambayo hii sasa ndio inakuwa paid kwa kila mwezi. So ukichukua hii 400,000 ambayo ndio ya mafunzo, hii fee cream, haya ndio mapato ambayo Young Africans watakayokuwa wanayapata kutokana na hii, ambayo napata shida sana kuita clinic, but I think kuita clinic inaweza ikawa ni jambo zuri zaidi, lakini kwa sababu wao wameintroduce kama soccer schools, acha tuendelee kuita hivyo. So kwa namna moja au nyingine itakuwa ni chanzo cha mapato kwa Young Africans, lakini eneo jingine wanaenda kuinua vipaji. Hivi vipaji ambavyo watakavyoenda kuviinua ni vipaji ambavyo vinaweza vikaja kuwanufaisha Young Africans, kwa sababu atakapotokea mchezaji mzuri kutoka kwenye haya mafunzo yao, wao ndio watakuwa wa kwanza kumuona na wao ndio watakuwa jikoni kuanza kujipakulia kile ambacho kilicho bora. Kwa hiyo wanaweza wakawapata wachezaji wazuri ambao wamewaandaa wao wenyewe kwa kutumia falsafa zao wao wenyewe na wataalamu wao wenyewe, na then wakaenda kuitumikia Young Africans. Hilo ni eneo la pili ambalo Young Africans watakuwa wananufaika nao. Lakini eneo la tatu ni endapo huu utamaduni sasa utadumu, sababu mimi nina hofu sana juu ya hii kitu, kwa sababu nimeona upande wa pili Simba Sports Club na wao kufanya hicho kitu, lakini hatujui kimeishia wapi. Azam wamekuwa na huu utamaduni, lakini tunaweza tukasema to some extent wao kuna namna ambavyo wamefanikiwa, kwa sababu wanakuwa wanatajwa ni miongoni mwa timu ambazo zina academy nzuri. So inawezekana ile clinic ambayo wanaifanya ya kuzunguka mpaka mikoani kwenda kutafuta vipaji, kuna namna ambavyo inavyowalipa. So inawezekana kama utakuwa ni utamaduni endelevu, watakuwa wameanzisha utamaduni ambao ndio ulipaswa kuwa kipaumbele cha kila kiongozi atakaingia ndani ya Young Africans. Kwa hiyo ni utamaduni bora ambao utaisimika sasa ile mizizi ya Young Africans ambao watu wengi tulikuwa tunatamani kuiona ikiwepo toka kipindi hicho kwa nyuma. Ndio maana nimesema kuna malengo ya kibiashara hapa. Young Africans hawaja introduce hii soccer schools for the interest of Tanzania au na wa Tanzania. It's just for the interest of Young Africans, and that's why wame introduce fee ambayo sio kiwango kidogo. Shilingi 400,000 kwa kila mwezi. I don't know itakuwa ni kwa miezi mingapi, au shilingi 600,000 ikiwa ni kwa form, vifaa na hiyo fee inapungua pesa kidogo sana, au pengine inazidi kwenye baadhi ya private schools ambazo inakuwa ni fee ya mwaka mzima kwenye eneo la kitaaluma, kwa maana kupata yale masomo ya kitaaluma ambayo wanakuwa wanayasoma wanafunzi huko shuleni. Sasa hii clinic ya Young Africans, au sorry to say the clinic, hii soccer school ya Young Africans ambayo to some extent ina ukliniki fulani hivi, ni kwamba wanaenda kuwa accommodate wachezaji ambao au watoto ambao watakuwa wanatokea kwenye familia zile zinazojiweza, to pay 1,400,000 kwa kila mwezi
haiwezi kuwa kwa kila familia ya Mtanzania, ni kwa baadhi ya familia. Mind you, hawa watoto wanasoma tayari, wako shuleni, it's either wako secondary schools au wako primary schools. Kuna ada nyingine wanayolipiwa huko. Kwa hiyo unaenda kuintroduce kitu ambacho unamfanya Mtanzania ambaye anajitafuta, kwa mujibu wa Waziri Mkuu mteule Bwana Mwigulu Lameck Nchemba anasema 8% ya Watanzania wanaishi umaskini wa kupindukia. Kwa hiyo wewe una introduce hicho kitu kwenye jamii ambayo ina watu wanaoishi umaskini wa kupindukia, ambao ni hao wanajamii wanatamani siku moja na wenyewe wampate mchezaji ambaye atakuja maybe kuwa uti wa mgongo wa familia kutokana na ule mshahara atakaokuwa anaupewa na Young Africans. Lakini wewe unaenda kuintroduce program ambayo itamhitaji mzazi wa huyu mtoto, mzazi ambaye anaishi kwenye umaskini wa kupindukia, alipe shilingi 400 kwa mwezi, kitu ambacho ni kigumu. So kwa namna moja au nyingine, hii program ya Young African ni selective, yani haipo kwa interest za Tanzania kwa ujumla wake, ni kwa familia ambazo zenye kujiweza. Hapo ndipo ambapo naona disadvantage ya kwanza ya hii program. Lakini kiwango cha pesa kilichotajwa, to be honest, kwangu mimi kuna ukakasi mkubwa sana, kwa sababu kama lengo ni kurecruit vipaji, halafu walipe 600,000 mwezi wa kwanza, mwezi wa pili walipe 4 milioni kwa miezi miwili. International schools maybe, ingawa kuna nyingine zinaenda mbali zaidi ya hapo, lakini hii ni fee ya international schools, kwa sababu ikilasti kwa mwaka mmoja milioni 6. Si ndio? Kama milioni 6 tuchukulie milioni 5, kwa sababu kuna milioni 4 hapa mwanzo baada ya kuna 400,000 hapa mwanzo baada ya kuwa umelipa hizi 600,000. Ni pesa nyingi sana. Kwa hiyo to be honest, kwangu mimi naiona hii program sio endelevu, kwa sababu ni wazazi wachache sana ambao wanatamani watoto wao waje waatende hii program. Lakini vile vile inawachukua watoto ambao wako kwenye shule nyingine. Young Africans hawana majengo, maybe kama watakuwa wamekodisha, kwa sababu kama wangekuwa walianzisha huu ujenzi tungekuwa tumefahamu tayari size. Na kwa namna ambavyo hili tukio ni kubwa, kwa interval iliyopo kutoka siku ya kilele cha mwananchi mpaka leo, I thought Young Africans kama wangekuwa na hichi kitu from that day, kwa maana shule zilikuwepo zinaandaliwa kujengwa, ilikuwa ni sehemu sahihi ya kuwataarifu wananchi, jamani, sisi tuna shule ambayo tunaendelea kuijenga ikamilika, tutakuja na kitu kinaitwa soccer schools ambayo wanafunzi watakuwa wanaishi hapo. So automatically wanafunzi watakaokuja kujifunza masuala ya mpira, hasa kipindi cha likizo, I think ndio maana hata Young Africans wametarget kipindi hiki ambacho ndio shule zinaelekea kwenda kufungwa, ili wawapate wanafunzi walio wengi kwa mwezi Disemba na mwezi Januari. Then baada ya hapo wanafunzi watakuwa wanarejea shuleni, kuna kule kuvurugika kwa ratiba, au itakuwa ni session ya jioni peke yake. Lakini vile vile kuna shule nyingine wanakuwa na watoto shuleni mpaka kufikia saa 11 jioni. Hii program ya Yanga itakutana na challenge nyingi sana. So kwangu mimi Young Africans wamefanya kitu kizuri, lakini walipaswa kufanya zaidi ya hapo. Kama wana dhamira ya kweli ya kutaka kudevelop vipaji watoto kama vile walivyosema, walipaswa kwanza waandae mazingira, iwe ni proper school, yani kila kitu kio kinapatikana hapo. Kama wanaweza wakapatikana wazazi wa kulipa shilingi 400,000 kwa mwezi, wasingekosekana wazazi ambao wangeweza kulipa milioni 1, milioni 2, milioni 3 kwa mwaka, huku watoto wao wakiwa wanapata elimu pale pale kwenye shule ya Young Africans. Kwa wakawa wanapata elimu ya mazingira, then wanakuja wanapata elimu ya mpira wa miguu, maybe kwenye masomo ya jioni au kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kuna ile curriculum ambayo itawafanya Young Africans asubuhi wanapata ile elimu ya mazingira, kwa maana haya masomo ya kawaida ambayo yanafundishwa kwenye government na private schools za kawaida ambazo tumezizoea. Lakini jioni ingia ule mchepuo wa michezo ambao ndio hapo sasa ile proper young soccer schools itaenda kwa established mahali pale. So kwangu mimi
bado kuna changamoto nyingi sana ambazo Yanga wanaweza kukutana nazo na wanapaswa kuzitatua, lakini wanapaswa kutoa elimu zaidi kwa Watanzania na kuwahamasisha zaidi ili waweze kuona hichi kiwango cha 400,000 kwa mwezi ni kidogo na waweze kupeleka watoto wao. Unless otherwise naona ni program ambayo itaenda kukutana na vizingiti vingi sana, na sioni kama inaweza ikawa na muda mrefu wa kuishi. And maybe wao wanajua vitu vingi sana, wamekaa chini, wamekuja na wazo hili, wanajua ni namna gani ambavyo wanaweza overcome hizi challenges na mradi wao ukienda. So I'm standing to be